moja ya vitu vinavyonisababisha nimpende Mungu sana ni kwamba Mungu wetu ni Mungu wa vitu vingi, Mungu wa utele, God of plenty. Na anataka watu wote wanaomwamini wawe ni watu wenye plenty mentality na sio ile scarcity, yani uchache. Sasa dini nyingi, mifumo mingi ya kiroho, ili watawale watu, imeweka limiti kwa vitu ambavyo Mungu amewapa watu hao. Ndio maana leo tutakuwa na somo linalosema staili au mifumo 12, namna 12 ya kumwendea Mungu, kati ya namna nyingi sana. Naweza tukaishi kwenye jamii ambayo iko katika scarcity mentality, imeamini tunda ni parachichi pekee, mengine yote ni ubatili. Kumbe Mungu yeye ni Mungu wa vingi. Nimekupa mfano wa tunda, ametoa aina nyingi za matunda, aina nyingi za nafaka, aina nyingi za namna ya kumwendea katika maombi. Sasa basi, kwani nimetoa mfano huu wa matunda, vyakula na nini, nimekupa tu kipengele kimoja kuonesha jinsi ambavyo Mungu anatoaga mengi. Na ndio maana kwenye bustani ya Eden aliweka vingi, afu akazuia kichache. Shetani anataka kukuambia Mungu amekupa vichache, afu amekuzuilia vingi. Sasa leo tunakwenda kuangalia moja ya vingi ambavyo Mungu ameviachia. Hii ni namna ya kumwendea Mungu wetu katika maombi. Namna ya kumwendea Mungu wetu katika maombi. Ziko namna maelfu ya jinsi ya kumwomba Mungu na staili maelfu za kumwendea Mungu. Leo tutaangalia staili 12 tu, chache kabisa, za namna ya kumwendea Mungu, na itakusaidia wewe ambaye umeamini. Unapomwendea Mungu lazima upige magoti, lazima usujudu. Utagundua kuna maelfu ya namna ya kumwendea Mungu ambayo hayatatosha kuyasema yote. Acha tuseme 12, maana 12 kwenye Biblia ni namba ya inawakilisha God's governance, ni utawala wa Mungu, lakini pia inamaanisha God's chosen people, ni wakilisho watu waliochaguliwa. Sasa kama umechaguliwa na Mungu, lazima uwe na namna nyingi za kumwendea huyo Mungu. Kwanza tuombe. Baba, asante kwa utajiri wa manamna mengi ya kukufikia wewe katika mazungumzo kati yetu sisi na wewe. Na leo tunakwenda kuangalia chache 12. Tunaomba ukotusaidie kwa jina la Yesu. Amen. Kuna staili zaidi ya 12 za kumwendea Mungu katika maombi. Kuna namna zaidi ya 12 za kumwendea Mungu katika maombi. Tunaanza moja baada ya nyingine. Ya kwanza, unapokwenda kuongea na Mungu, unaweza ukaenda kuongea na Mungu kwa njia ya kusujudu. Kusujudu ni nini? Kutoka 34 mstari wa 8. Musa akafanya haraka, akainamisha kichwa chake hata chini, akasujudu. Na sawa. Kwa Musa akafanya haraka, akainamisha uso wake mpaka chini, akasujudu. Ni ile kama umepiga magoti alafu kichwa chako unainamisha, kinagusa chini kabisa hapa. Ndio maana wale wenzetu, ndugu zetu katika Adamu, utakuta wana sigda. Sigda maana yake neno kusujudu hapa. Sasa kuna watu wanasema, wakinikuta mimi Mkristo na sujudu, wanasema wewe unaomba Kiislamu. Na wengine wanaamini kusujudu ndio njia pekee ya kumwomba Mungu. Kumbe ndugu yangu, Mungu ametoa maelfu, kwa sababu ni Mungu. Our God is a God of plenty, ni Mungu wa vingi. Aina ya pili ya kumwendea Mungu au staili ya kumwomba Mungu ni kupiga magoti. Ndio maana Warumi na kitabu cha Efeso wanasema, kwa hiyo nampigia Baba magoti, ambaye ubaba wote mbinguni na duniani unaitwa. Tusome fungu Danieli 6 mstari wa 10. Danieli 6 mstari wa 10. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika nyumba yake yalikuwa yamefunguliwa kuukabili Yerusalemu,
akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake, na kama alivyokuwa akifanya tokea hapo zamani. Kwa hiyo kusujudu sio njia pekee ya kumsogelea Mungu. Bwana ametoa njia ya kupiga magoti. Unampigia Mungu magoti. Danieli mara 3 kwa siku alipiga magoti kufungua madirisha kuelekea Yerusalemu akimwomba Mungu. Hata wewe sio tu lazima usujudu. Kupata nafasi, piga magoti mbele za Baba wa mianga, Mungu wa miungu, mfalme wa wafalme. Lakini sio hizo 2 tu, ni zaidi ya 12. Ya 3, kulala kifudifudi. Usije kwa kama mimi nimeng'ang'ania tunda ni embe tu. Kupiga magoti ni ndo njia pekee ya kumwomba Mungu anayekusikia. Kuna wakati unatakiwa ulale kifudifudi. Kulala kifudifudi ni nini? Chali ni kulala umeangalia juu. Kifudifudi unagalagala chini, unalala chini, uso umeangalia chini, kila kitu kimelala chini, katika kumtafuta Mungu uso, katika kuongea na Baba yetu. Kwa hii ni yako pia. Usifikiri tu ni watu wenye mashida ndio wanatakiwa waombe. Hata wewe ukiwa na furaha zako, lala kifudifudi kwa ajili ya Bwana. Ayubu 1:20. Ndipo Ayubu akainuka, akairarua joho yake, kisha akanyoosha kichwa chake na kuanguka chini, akasujudia. Hii ni tofauti ya kusujudu tu kwa kawaida vile. Akanyoosha kichwa chake, akaanguka chini. Inakuwa ni kama anasema he fall upon the ground and worshipped. Kusujudu kwa hapa ni alimaanisha aliabudu, maana alilala chini, alianguka chini. Lakini unasema mbona kama haijakaa vizuri? Yesu, Mathayo 26:39, akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifulifuli. Hii kifulifuli ndio kifudifudi. Naona? Akaomba akasema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kinihepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. He fell on his face. Hapa anasema kwa Kiingereza, alianguka kifulifuli. Alianguka, uso wake ukabaki umeangalia chini. Yesu akalala. Kwa unaposikia Yesu alisema Baba yangu, Baba yangu, ninaomba kikombe hiki niepuke, alikuwa amelala chini, tumbo linaangalia chini, miguu inaangalia chini, uso unaangalia chini, katika kumwomba Mungu. Kwa hatupigi magoti peke yake, hatusujudu peke yake, tuna uwanja wa kulala kifudifudi wakati tunaongea na Mungu wako. Jambo la 4, kuinua mikono juu. Kuinua mikono juu. Unainua mikono yako juu katika kumwomba Mungu. Sasa kuna watu, kwa sababu kuna watu wa dini fulani wasioipenda, wanapoomba wanainua mikono juu, kwa wanaona aibu kiroho na wao wakiomba kuinua mikono juu. Haimaanishi shetani akianza kuvaa suti na sisi ambao tunaona suti ni vazi la heshima tusivae kwa sababu shetani kavaa. Kitu kizuri kikiigiwa na watu wowote wale kitabaki kuwa kizuri. Kitabu cha Timotheo wa kwanza 2:8. Basi nataka wanaume wasalishe kila mahali, huku wakiinua mikono iliyotakata pasipo hasira wala majadiliano. Wanaposalisha wanainua mikono juu. Kwa unaposali hata wewe inua mikono juu. Unaweza kusema sasa mbona unasema wanaume tu? Angalia na hii hapa. Zaburi 141:2. Sala yangu ipae mbele zako kama uvumba, kuinuliwa mikono yangu kama dhabihu ya jioni. Kwa hawa watu walikuwa wakiomba wakati mwingine wanainua mikono juu. Baba tunakutukuza, Baba tunakuinua, Baba tunakushukuru. Asante Mungu wa mbinguni. Kwa inua mikono juu unapoomba.
Si lazima ufanye vyote kwa wakati mmoja, lakini hata ukifanya kimoja wapo katika hivi ni halali, maana Mungu ni Mungu wa vingi. Hata mfumo wa kumwomba ametoa staili nyingi, malaki na malaki ya namna ya kumsogelea yeye. Namba tano ni kuinua macho juu. Traditionally, kitamaduni, ukisikia mtu anasema tuombe, cha kwanza ni fumba macho tuombe. Ni sahihi kabisa, ni halali, kwa sababu unapofumba macho, lengo ni nini? Lengo ni kuepuka kuingiliwa na vitu vingine visivyofaa vikakutoa katika umakini katika dua na sala. Lakini kuna uwezo wa kuomba ukiwa umefumbua macho, tena ukiangalia juu. Baba Mungu wangu, sikia kilio changu. Baba yangu wa mbinguni, nisaidie Mungu wangu. Ni sahihi kabisa kibiblia. Yaani nayo umepewa ni ya kwako. Sasa usichague tu ile ya magoti, usichague tu ile ya kusujudu, usichague tu ile ya kulala fudi. Wakati mwingine fumbua macho, angalia juu. Hii ni njia halali pia ya kumwomba Mungu. Kitabu cha Yohana 17:1. Huyu ni Yesu mwenyewe, master, anatufundisha mambo ya Mungu. Maneno hayo aliyasema Yesu, akainua macho yake kuelekea mbinguni. Akasema, Baba, saa imekwisha kufika. Mtukuze mwanao, ili mwana wako naye atukuzwe na wewe. Saa imefika. Kwa ukiona mtu anaomba amefumbua macho juu, ni sawa kabisa kwa mujibu wa maandiko matakatifu. Kwa hata wewe hii yako hii unaweza ukaichukua ukaitumia kama Roho atakuongoza kuitumia kwa wakati huo. Lakini nyingine ya 6 ni kuomba kimya kimya. Kuomba kimya kimya. Si kila unapoomba lazima maneno yako yatoke. Ni kweli Yesu alikuwa akiomba, anaongea, anasikika hata akiwa mwenyewe. Ndio maana wanafunzi walipomvizia wakamkuta anaomba, wakasema walipomsikia akiomba, alikuwa mwenyewe lakini wakamvizia, wakamchungulia, mbona anaomba Yesu? Walipomsikia akiomba wakasema, tufundishe jinsi ya kuomba. Maana walimsikia. Kwa jifunze kuomba maombi ambayo unatoa sauti, lakini yako maombi ya kuomba kimya kimya, kimoyomoyo. Hii nayo isikuje kusababisha ukaacha kuomba eti kwa sababu nikipaza sauti mama mkwe atanisikia, nikipaza sauti bosi atanisikia, nitaonekana mlokole sana, mtu wa dini sana, kwa hiyo nimeamua tu ninyamaze kwa sababu hapa kwa nafasi ya kuomba. Omba hata kama ni kimya kimya. Samueli wa pili 7:18. Ndipo Daudi mfalme akaingia kaketi mbele za Bwana. Samueli wa kwanza 1:13. Basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake. Jifunze kunena moyoni mwako. Nakaa tukimya tu hivi, tabasamu, pungia tu mkono, kumbe ndani yako unanena moyoni mwako. Basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama ananena, sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo huyo Eli alimdhania kuwa amelewa. Kuna wakati manake nini? Unanena mambo moyoni, midomo tu inakusapoti kidogo ili kuweka hali fulani ka utulivu, usije ukajikuta umejisahau, unaanza kuwaza na vitu vingine vya ajabu ajabu. Hata watu watafikiri umelewa, watafikiri una mapepo, wakati mwingine ni watu. Sasa watu tawafanyaje? Wameamua. Kwa kuna kuomba kwa kukimya kimya. Hakuna excuse ya kutokuomba. Kila namna ya kuomba kwenye mazingira yoyote imetolewa kwenye maandiko matakatifu. Namba 7. Kuomba kwa kukaa, kuketi mbele za Bwana. Hiyo inaitwa kuketi mbele za Bwana. Kuna watu wanaamini ni dhambi
kama utaomba bila kupiga magoti. Kuna watu wanaamini ni dhambi kama utaomba bila kusujudu mbele za Bwana. Maandiko hayatuambii hizo ndio mifumo au staili tu ambazo Mungu amezitoa. Kuna hii nyingine ya kukaa kwenye kiti mbele za Bwana na Mungu anakusikia kwa viwango vile vile. Samueli wa pili 7:18. Samueli wa pili 7:18. Ndipo Daudi mfalme akaingia, akaketi mbele za Bwana, akasema, mimi ni nani, Bwana Mungu, na nyumba yangu ni nani, hata unanileta hata hapa? Akaingia katika nyumba ya Bwana, akaketi. Kama ulikuwa unafikiri maombi yako hayajibiwi kwa sababu unaketi, sababu ni nyingine, lakini sio kuketi. Maana Daudi aliketi, akanena na Bwana. Sababu nyingine ya 8, njia nyingine ya 8, mfumo mwingine ambao Mungu ametupa ni kupaza sauti kwa kulia. Sasa hapa nisikilize. Kuna watu wamefanya kupaza sauti kwa kulia kama ni form, ni mfumo wa maombi wa kiibada ambao ni kama likipindi. Sasa kuna kipindi cha kusherekea kwenye ibada, kuna kipindi tulie, kuna kipindi tububujike, sio kububujika. Hizi ni rituals, ni mifumo ya kidini. Kilio kinapaswa kuwa ni msukumo wa ndani kutokana na uzito wa jambo ulilobeba, lakini sio program ndani ya kanisa kwamba muda fulani tulieni jamani sana ajili ya Mungu. Lakini si dhambi, si kosa, si upagani, si ushamba kuomba ukipaza sauti huku unalia. Ni miongoni mwa njia sahihi halali ya kumwomba Mungu kwa mtu anayempenda Mungu. Kitabu cha Zaburi 77 mstari wa 1. Nimpazie Mungu sauti, nimpazie Mungu sauti yangu, naam nimpazie Mungu naye atanisikia. Kupaza sauti unapoomba, na usichanganye na ile Yesu aliyosema mnaposimama kuomba msipayuke payuke. Kupayuka payuka maana yake ni vain repetition, marudio ya neno ambalo ushalisema, Mungu ameshasikia. Unarudia tu Yesu, 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 Mungu, 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 Baba, Baba, Baba. Unaleta fujo, ndugu yangu. Mungu ni Mungu wa utaratibu. Kama umesema jambo, liseme ukiamini amesikia. Hamna haja ya vain repetition. Labda kama unarudisha mara 2 kidogo kuonesha msisitizo. Kwa hiyo huko ndo kupayuka. Lakini kupaza sauti, na hii ni kwa wale wote wanaopewa nafasi ya kuomba mbele ya hadhara. Alafu unakuta mtu nyumbani, sasa wakina mama wanapiga makelele, we piga kibao mtoto, we njoo hapa, pumbavu wewe. Lakini akimba kanisani tuombe, baba, unaona aibu. Unaomba visote vidogo, unamkosea Mungu. Paza sauti ili kila aliyesikia asikie, aliyekaa pale asikie, alafu watu waseme amina yenye nguvu kutokana na yale maneno uliyoyatamka, na wakiwa na imani na hicho ambacho umekisema. Twende kidogo. 77:1 tumeshaisoma hii kwamba nimpazie Mungu sauti. Na kulia inakuwaje? Kuna wakati unatakiwa ulie kama kuna sababu ya kulia, unalia. Lakini usilie kwa sababu ni kipindi cha kulia kwenye kanisa. Hiyo kataa. Kitabu cha Waebrania 5:7. Yeye siku hizo za mwili wake aliyemtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Huyu ni Yesu. Maombi na dua pamoja na kulia sana, akasikilizwa
kwa vile alivyokuwa mcha Mungu, sio kwa vile alivyolia. Kulia ilikuwa ni mmoja ya kuexpress, kuonyesha hisia zake na ujinsi uzito ulivyo mkubwa. Hata Yesu alilia, mambo alipomfikia shingoni alilia, akalia machozi. Yesu akalia alipoona watu wakiteseka, alilia. Kwa katika maombi, wakati mwingine kama kuna sababu ya kulia, usizuie kilio ili uonekane na wewe ni mkakamavu kidogo, kiroho umekomaa. Kumbe unatakiwa ulie ili ukomae, uvuke viwango vya kulia, uingie viwango vya kusherekea katika kuomba. Staili ya 9 ni nzuri sana, ni staili ya kuomba ukiwa unatembea. Tunazungumzia staili 12 za kuomba. Kuomba ukiwa unatembea. Kuna watu wanadhani wakiwa wanaomba lazima wao wamekaa sehemu special kwenye altare wanaita altar, madhabahu, nini. Si lazima. Na mwingine nadhani anapoomba akitembea lazima afumbe macho. Kuna mtu mmoja alikuwa anampenda Mungu sana. Nakumbuka nilikuwa ndo naenda kwanza darasa la kwanza, tunapita njia moja, tunaenda mbali sana, ambako lazima uvuke uwanja wa ndege. Tulikuwa kuna njia inapita uwanja wa ndege, tunapita, tunavuka, tunatokea upande wa pili, kuna shule ziko 5 upande wa pili, tunaingia darasani. Jamaa mmoja alikuwa tunaishi naye anapenda kusali sana, ni mtu wa kanisa la Wakatoliki. Kwa hiyo asubuhi tunaondoka, tunapoenda shule yeye anaenda kanisani kwenda kusali. Sasa anapoona anachelewa, anaanza kuomba njiani. Sasa siku moja tumetembea naye, alifika sehemu akajikwaa. Kashangaa mtu amejikwaa, alikuwa amevaa ndala imekatika. Kwa nini ndala imekatika? Alikuwa anaomba amefumba macho. Si makosa, yuko sahihi kwa Mungu, lakini angejua hata unaweza kufumbua tu macho. Tumesoma vya kufumbua macho pale juu, vya kutazama juu. Angalia sasa. Kutembea, Matendo ya Mitume 8 mstari wa 29 na 30. Roho akamwambia Filipo, sogea karibu na hili gari ukashikamane nalo. Basi Filipo akaenda mbio, hata kukimbia, sio tu kutembea. Akamsikia akisoma chuo cha nabii Isaya, akanena, je, yamekuelea hayo unayosoma? Hapo alikuwa karibu na eneo la Gaza, West Bank, kwenye ukanda ule wa Gaza. Filipo huyu mtu wa Mungu shemasi akachukuliwa na Roho akapelekwa mpaka maeneo yale. Alitembea kumsogelea yule toashi Mwethiopia aliyekuwa anatoka kuabudu, anasoma vitabu vya Isaya, mambo ya Yesu haelewi. Roho akasema na Filipo akiwa anatembea. Maombi ni mazungumzo na Mungu, na Roho Mtakatifu ni uwakilishi wa Mungu ndani yetu, anayekaa ndani yetu. Yeye mwenyewe ni Mungu kamili. Kwa kuongea na Roho Mtakatifu ni kuongea na Mungu. Aliongea na Mungu huku anatembea, huku anakimbia, kumkimbia yule toashi. Kwa hiyo unapaswa pia kuomba huku unatembea. Ni halali kabisa. Ni moja ya malaki, maelfu ya prenti vingi, njia za kutosha ambazo Mungu wetu ametupa kuongea naye. Nimekwambia 12 leo. Ya 10 ni kulala kitandani. Hii ni changamoto, sikutii moyo we mvivu. Lakini kama kuna sababu halali ya kukufanya usishuke kupiga magoti, kusujudu, kusimama mbele za Bwana, kuinua mikono juu, kuketi na uko kitandani, hata kitandani ni sehemu halali ya kumwomba Mungu. Ni sehemu halali ya kuwa na tafakari tofauti. Kuna watu wengine wakipanda tu kwenye kitanda, wazo la kwanza kuja kichwani ni uzinzi. Yaani akiona kitanda anaona uzinzi. Lakini leo nataka nikutie moyo kwamba hata ukiwa kitandani, kabla hujasinzia, ni fursa pia ya kumtafakari Mungu. Ni fursa ya kumwomba Mungu. Ni fursa ya kuomba ukiwa hata kitandani, mpaka kausingizi kana kuchukua vizuri, ukiwa katika connection na Mungu kwa njia ya maombi. Zaburi 4:4. Muwe na hofu wala msitende dhambi. Tafakarini vitandani mwenu na kutulia.
Kitandani ni mahali pa kutafakari. Sasa kwa nini nasema kutafakari? Moja ya maana ya maombi ni kutafakari. Yaani kusikia maombi maana yake ni kutafakari. Neno tefila la Kiebrania, self reflection, kujitafakari. Kwa kitandani pia ni sehemu ambapo ni sahihi mtu kuomba. Zaburi 63 mstari wa 6. Ninapokukumbuka kitandani mwangu. Sikiliza wanaume hao. Ninapokukumbuka kitandani mwangu na kutafakari wewe makesha yote ya usiku. Kwa anapokuwa amekaa anamkumbuka Mungu, anamtafakari. Kitendo cha kumtafakari Mungu na ukuu wake na uweza wake na maajabu yake ni maombi. Unaweza ukashtuka usiku wa manane, kuna vitu vina uvirewelewe, mtafakari Mungu. Tamka mambo ya Mungu. Hapo umetulia tukitana kidogo. Roho akikuelekeza amka, piga magoti omba. Amka, sujudu omba. Amka, galagala chini omba. Amka, inua mikono yako juu, angalia juu, omba, tamka. Lakini hata hii hapa pia ni safi. Kwa kitendo cha kuona kitandani si mahali pa kutafakari na kumjua na kumuona Mungu vizuri kwa njia ya maombi na kumwomba, kimepelekea watu wengi kufikiri kitandani mahali pa kutendea dhambi. Sio lazima utende dhambi kitandani. Panaweza pakatumika pia ni mahali pa kuconnect na Mungu wakati unaitafuta kitu inaitwa usingizi au wengine wanaita mbonji. 11. Hii sasa ni ajabu kidogo. 11 ni kuomba kwa kuandika. Si kila maombi lazima uongee na maneno. Una uwezo ukawa unaandika hicho ambacho unataka Mungu akufanyie, unaandika. Na Mungu anakutendea. Kimsingi, maombi mengi tuliyosoma katika Zaburi yalikuwa ni maandishi. Watu walikaa wakawa wanaandika, Bwana, uniumbie moyo mpya sawa sawa na fadhili zako, niondolee magonjwa yangu. Mungu usiniache. Kuna mtu mmoja nimemsoma anasema yeye ana journals, maandishi ya kuomba kwake, vitabu na vitabu vimetosha. Na hii inaongeza focus na reference kwamba narudia, kwa unapokuwa unaandika yale mambo yako ambayo unataka Mungu akufanyie, yale unayoandika yale ni maombi. Usifikiri kwamba wewe niandike kwanza utakuja kuomba baadaye. Unaomba ukiwa umeunganisha na moyo wako, kunaandika na kutafakari, alafu unavitunza vile vitu kwa ajili ya tafakari nyingine za baadaye za Mungu. Lakini jambo la mwisho ni kuomba kwa kuimba. Kuomba kwa kuimba. Kuna watu wanatofautisha maombi na kuimba. Nyimbo zako nyingi zifanye kuwa maombi. Zaburi ni nyimbo, lakini pia ni maombi. Ni kitabu cha maombi. Kwa hata unapokuwa unasema naingia kwenye ibada ya maombi, jitahidi unapo switch kutoka kwenye kuomba kwa kunena, kwa kuongea tuseme, ingia kwenye kuomba kwa kuimba. Ili uombe kwa kuimba inakubidi uwe na nyimbo za maombi. Naposema nyimbo za maombi ni nini? Yani content, yale lyrics au yale mashairi ya wimbo wako yawe ni maombi. Kwa mfano mtu anasema ile holy 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 Lord God Almighty, yani mtakatifu Mungu Mwenyezi, alfajiri sifa zako tutaimba. Hapo unaomba. Umetuahidi kwamba wawili watatu kwa jina lako wakija, utawabariki. Kwa hivi leo twapiga magoti
nyumbani pako. Yesu uje kwetu, utubariki. Yesu uje kwetu, uwe karibu. Unaomba. Moja ya wimbo ambao unapaswa kuukariri kwenye akili na uwe maombi yako, na wimbo huu upo kwenye maandiko matakatifu, na wimbo huu ndio tutaingia nao kwa kishindo mbinguni. Kama unataka kuona ushindi, wewe maisha yako yanakuwa na partnership na maisha ya kishindi, lazima uwe uimbe wimbo alioimba Musa na mwana kondoo. Wimbo wa Musa na mwana kondoo, wimbo alioimba Musa na Miriam baada ya kuvuka bahari ya Shamu. Kutoka 15. Sikiliza yale maneno yale, ni maombi yenye nguvu kubwa ya ushindi na shangwe kwa Mungu, kwa namna ambavyo anatuokoa kutoka katika mapito mbalimbali ambayo pasipo Mungu kuingilia kati tungeishia kuwa a castaway, watu waliotupwa mbali. Lakini Ufunuo 15 mstari wa 2 mpaka 4 kuna wimbo moja ya njia zenye nguvu za kumuinua mwombaji ni njia ya kuomba kwa kuimba nyimbo za ushindi na za uwezo wa Mungu na za sifa na utukufu kwa Mungu. Wanasema hapo unafanya dual praying. Unaomba mara mbili. Unaomba kwa maneno, lakini unaomba kwa hisia, unaomba kwa viungo vyako vya mwili. Ni kila kipande cha mwili wako kinahusika, na ufahamu wako unafunikwa na nyimbo za sifa na tenzi za nguvu za rohoni. Ufunuo 15 mstari wa 2. Tena nikaona kitu kama mfano wa bahari ya kioo iliyochangamana na moto, na wale wenye kushinda, sikiliza watu wa ushindi hao, na wale wenye kushinda wakatoka kwa yule mnyama na sanamu yake na hesabu ya jina lake. Walikuwa wamesimama kando kando ya bahari ya kioo yenye vinubi vya Mungu. Vinubi vya Mungu. Asilimia kubwa tukifika mbinguni ni kuimba. Tunasifu kwa kuimba, tunaomba kwa kuimba,